Kwenye simulizi za Eliza. Ukurasa huu si kuwa tu utakuburudisha, bali utakuacha mdomo wazi, si tu kwa visa, bali kwa matukio mbalimbali ya kweli yaliyowahi kuwasibu watu mbalimbali katika jamii yetu. Basi ungana nami, msimuliaji wako Elizabeth Kalugaba. Haya, tunaanza na stori ya huyu rafiki yangu. Huyu dada bwana, katika visa ambavyo viliwahi kuniacha acha tu mdomo wazi, bali viliniacha na machozi, basi ni kisa cha huyu dada. Wakati huo nakumbuka nikiwa ndo nimetoka kujifungua binti yangu. Baada ya 40 nikawa najishughulisha na kazi ya kusuka. Nakumbuka wakati huo tunaishi Makongo Juu. Ilikuwa mida ya jioni, nikiwa uani nafua nguo 2-3. Huyo dada alikuja hapo ninapoishi. Akagonga mlango mkubwa wa mbele. Lakini kwa kuwa mimi nilikuwa uani kabisa, sikuweza kumsikia. Aligonga mara kadhaa. Baada ya kuona hakuna anayemuitikia, alizunguka uani. Kwanza nilipomuona, kwa kweli nilishtuka sana. Si kwa kuwa alikuwa mgeni machoni mwangu, hapana, bali kwa ule muonekano wake. Kwa kweli ulinitisha. Alikuwa ni mdada mweusi, mwenye urefu wa kiasi, ila ni mwembamba sana, mpaka taya mashavuni mwake zilichomoka. Macho yake makubwa yaliyodumbukia ndani yalizidi kunitisha. Mgongoni alibeba mtoto ambaye alikuwa kama na umri wa miaka 3 hivi. Yule mtoto alikuwa mnene na mwenye afya. Kama ungeambiwa yule aliyembeba ni mama yake, basi usingekubali. Baada ya dakika kadhaa za kumshangaa, alinisalimu, "Habari dada," huku akiangalia chini, ni kama aliona aibu hivi. "Salama," niliitikia nikiwa nimejishtukia kwa kumshangaa dada wa watu.